Yes, game ya Simba na Stellenbosch imalizika vizuri sana kwenye uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar, lakini Simba imepata bao ambalo sio halali. Ni bao ambalo lilikuwa ni offside kwa sababu wakati Kibu Denis anapokea mpira alikuwa kwenye wakati mpira unachezwa Kibu Denis alikuwa kwenye eneo la kuotea, ingawa hajaugusa mpira, lakini kwa mujibu wa sheria za mpira ni kwamba ukishakuwa kwenye eneo la kuotea sio lazima ucheze mpira ndo tuseme ni offside, lakini ikitokea tu umeuingilia mchezo maana yake hiyo ni offside. Sasa kwenye ule mpira baada ya kuchezwa Kibu Denis hajaugusa by the way, lakini tayari alishauingilia mchezo kwa kutaka kuucheza. Sasa kitendo cha kuingilia mchezo na kutaka kuucheza ule mpira ndio offside yenyewe. Kama angewacha ule mpira akawa hajauingilia kwa kutaka kuucheza, akawacha ukapita moja kwa moja na ukaenda wavuni, wala ingekuwa ni bao halali kabisa, na wala hakuna mtu ambaye labda pengine angeweza kuzungumza chochote. Lakini kwa kile ambacho kimetokea ni kwamba yeye hakucheza mpira, lakini alitaka kucheza ule mpira, kitu ambacho kwenye sheria ni kwamba ameuingilia mchezo. Sasa ukisha uingilia mchezo automatically maana yake kwenye eneo ambalo tayari unakuwa termed kwamba umeotea. Ni sehemu tu ya sheria ndogo ndogo ambazo zipo, lakini pia kukiangalia hata waamuzi ni kama pia walichanganya. Hakuna mtu ambaye alikuwa na, yani wao wenyewe ni kama walikuwa hawaelewi waamue kitu gani, kwa sababu kama nakumbuka hata mwamuzi wakati baada ya kwenda kuangalia alivyorudi ni kama naye alikuwa anajifikiria mara mbili mara tatu, na alikuwa anaangalia chini kiasi kwamba naye pia aliruhusu kwamba ni bao, lakini ni kama pia naye alikuwa na mashaka pamoja kwamba alienda kutazama kwa sababu ilikuwa kwenye tight angle. Yani hakuna mtu ambaye alikuwa anaona clear kabisa kwamba nini ambacho kinapaswa kuamuliwa kwa mujibu wa sheria ili kila mtu aweze kupata haki yake. Lakini ukitazama kwenye tukio lenyewe, baada ya timu ya mpira kuchezwa, Kibu Denis alikuwa kwenye eneo la kuotea na aliuingilia mchezo kwa kutaka kucheza mpira, ingawa hakufanikiwa kucheza mpira. So it was an offside, it was offside. So ni makosa tu ya waamuzi ambayo wameyafanya kwenye mchezo wenyewe. Lakini ukirudi kwenye game yenyewe, Simba amecheza vizuri by the way, lakini makosa yao pia binafsi yamewagharimu kwa namna moja ama nyingine. Wamekosa mabao kadha wa kadha kwenye mchezo mwingine wa leo, na umekuwa ni kama utaratibu wa Simba by the way kwenye mechi zao nyingi ambazo wanacheza, huwa wamekuwa wakikosa magoli mengi, na leo ukiangalia wamepata big chance nyingi lakini pia wameshindwa kuzitumia. Janchaza amepata big chance moja, ameshindwa kuitumia. Limpazo alipata mpira mara moja akashuti, mpira ukaenda nje. Lakini pia kuna nafasi zingine mbili, nafasi ya Shomari Kapombe ilikuwa ni big chance nyingine ambayo Simba waliipata, lakini pia nafasi ya Shomari Kapombe ilikuwa ni big chance nyingine ambayo waliipata. Kwa hiyo Simba wamepata nafasi zaidi ya 4, lakini wameshindwa kuzitumia wenyewe kama kawaida yao pia hata kwenye game zilizopita. Moja ya changamoto ambayo inasumbua ni kwamba wanapata nafasi na wanashindwa kuzitumia vizuri. So mechi ya pili ya marudiano kule South Africa itakuwa ni mechi ngumu sana kwa Simba, ingawa bado wana nafasi ya kuqualify kwenda finali kwenye mashindano haya. Lakini kwangu mimi naiona kama bado nafasi ni ngumu sana, kwa sababu kule Stellenbosch sio timu dhaifu, yani ni timu bora sana, ni timu ambayo ina nguvu, ina uwezo mzuri wa kushindana, ni timu ambayo iko competent sana, ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao ni wazuri. So kwenye mchezo wa pili naamini kwamba reaction yetu itakuwa ni kubwa, tofauti na ile ambayo tumeiona pale visiwani Zanzibar. Lakini ukweli ni kwamba mwishoni mwa msimu huu Simba wanapaswa kusajili mshambuliaji. Bado hawana mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kumaliza mechi. Yani wachezaji wao wanafanya makosa mengi ya kujirudia, hawatumii vizuri nafasi ambazo zinatengenezwa. Ni Elimpanzo peke yake ambaye ana huo uimara wa kuthubutu na kwenda kutengeneza nafasi na kuitumia vizuri nafasi. Leo ametengeneza nafasi nyingi lakini zimeshindwa kutumika vizuri yeye mwenyewe. Lakini pia kwa kocha Fadlu Davids kuna namna pia naye leo amemkosea Janchaza Hua. Kwenye ule mchezo Janchaza Hua aliomba kufanyia mabadiliko baada ya kupata majeraha, lakini bado mwalimu akamrejesha uwanjani. Na baada ya kumrejesha uwanjani ulikuwa unaona namna ambavyo Jani anazidi kucheza, bado anaonesha kushika paja lake, manake ni kama aliumia misuli. So ni kitu kingine ambacho mwalimu alituangusha kwa namna moja ama nyingine. Ukiwa coach ni hutakiwi kumchezesha mchezaji akiwa na majeraha. So kwa sababu tayari alishaonesha kwamba ameumia, alipaswa kumtoa ili ampe nafasi mchezaji mwingine. Hayo ni makosa tu ambayo Fadlu Davids as a coach naye pia ameyafanya kwenye mchezo wa leo.